Mimi binafsi na heshima ya kipekee kabisa kwa Professor Jay. Professor Jay, hakuna mtu mwenye mchango mkubwa kwenye aina ya muziki tunaofanya kama Professor Jay. Hiyo wasiompenda wataikataa pengine, lakini mioyoni mwao watakuwa wanajua. Niambie mtu yoyote mwingine ambaye unafikiri ana mchango mkubwa zaidi ya Professor Jay kwenye muziki. Na sizungumzii biashara ya muziki, ile muziki kama art ndio ninachosema. Ile chemsha bongo, yani ilibadilisha muziki toka muziki wa Gangwe Mogu, wa weusi wagumu asilia tuna usongo wa kuua kwa gongo na nini mpaka ile chemsha bongo ikafanya mpaka watu wazima waliokuwa wanaona huu muziki wote wana kihuni, muziki umekaa kivijana, sio kihuni pase. Mimi ukiniambia zile tuna usongo wa kuua kwa gongo naweza kuelewa kwamba huyu anataka kusema nini, lakini kuna watu wenye miaka 50 60 hawawezi kuelewa, hawezi kuingia akili. By then hata watu wenye miaka 40 walikuwa hawawezi. So Professor alivyotoa chemsha bongo ikatana, kila kitu kikabadilika kuanzia hapo. Na haikuwa imeathiri kwenye upande wa namna muziki unavyoangaliwa peke yake, lakini hata upande wa wanamuziki jinsi wanavyotakiwa kuiangalia sanaa yao ilibadilisha. Kama unakumbuka kipindi hicho ndo kama mshikaji wangu Soge alitoa nyimbo zake, kwa mfano ile ilikuwa story ya nini sijui kitu kama hicho. Lakini kitu kama kimefanana na chemsha bongo. Nakupa mfano wa Soge tu kwa sababu alikuwa mmoja ambaye mimi namkumbuka, sasa hivi nyingi sizikumbuki. Lakini nyimbo nyingi zilibadilisha mtazamo, zikawa sasa zinalenga kwenye positivity, kwa positive message, na jinsi ambavyo muziki unatakiwa kuwa hauna mipaka, unatakiwa kusikilizwa na rika zote. Kwa ile heshima ninayomwekea, sio kwa sababu ni rafiki yangu, sio kwa sababu najuana naye in personal level, lakini kwa sababu ana mchango mkubwa kwenye muziki.